milango miwili na mlango wa ndani na wa nje. Sasa hii namba 4 ni mlango wa ndani. Hapa hivi tumesema huu hapa ni mfuko wa uzazi. Ndio. Hivi ni fallopian tube. Kwa hiyo kabla sijaanza hedhi nitaka tuelewe nini maana ya kupevuka kwa yai. Kwa hiyo hapo kurutubisho kumetokezea, mtoto ametengenezwa. Mtoto ametengenezwa inamaanisha anaanza kwenda kwenye kizazi sasa, kwenye mfuko wa kizazi kwenda kujishikiza, si ndio? Kwa hiyo hapa mtoto anaanza kutengenezwa, yani mtoto anatengenezwa kwa kuanza na seli mbili, ya mama na ya baba, zinakuwa mbili, zinajigawanya zinakuwa 4. Nilibahatika kusoma bodi. Kwa hiyo nilisikia tu usiku. Ninaamka ilikuwa saa 11 alfajiri. Ninaamka kwenda kujiandaa kwa ajili ya kuingia shule darasani. Nasikia huko kama nimeloa. Nini? Aliyekuwa head girl alikuwa ni mamangu mdogo. Kaenda kumwambia mama mdogo, kuna kitu nimekiona huko damu. Akaniambia wewe mjinga nini? Hata mjinga unakujaje mama mdogo? Nasema umevunja ungo. Ungo gani? Ila darasani sikuingia. Nilikuwa naogopa labda nikitembea. Kwa upande wangu mimi mara kwanza bwana nilikuwa nimelala. Ghafla nikasikia utamu hali ya chakula. Nikasikia kama niko peponi yani. Nikasema nashtuka. Naona mambo nikasema hii hali. Na huu utamu unatoka wapi? Mbona ulikuwa utamu wa ajabu sana. Huo ni moja ya kitu ambacho kesho yake nikajifikiria sana, hichi nini ambacho kimetokea jana. Lakini tena wakati mwingine nilikuwa naombea kuna hiyo ndoto ijirudie. Sasa issue inakuja kwenye kuota maziwa. Sikukubali. Nikimwangalia dada yangu ni mkubwa hana, mimi mdogo ninayo, mimi nimeyatoa wapi? Kwa hiyo issue ambayo nilikuwa nafanya kwa tembea hivi. Yaani ili kuyaficha kwa kweli nilipata shida. Aya, kingine sasa. Sisi tumelelewa kwenye imani kidogo. Kwa hiyo nilikuwa nikisali usiku. Hitaji langu sasa. Hitaji langu sasa nikipiga magoti usiku namwambia Mungu nitolee kitu kimoja, kwamba aniondolee period au aniondolee maziwa. Unaona? Ndio bana kwa vile nimeonewa kweli, kwa hiyo nikisali naomba Mungu aniondolee kitu kimoja. Unaona yani? Naona kama yani aniondolee maziwa au aniondolee kwa hiyo lakini baadaye nilikuja kuwa mtu ili Mungu angeniondolea ingekuaje. Nikakumbuka kumbe Mungu alielewa kwamba bado mdogo. Kwa hiyo ila kwa kweli bidi kupata changamoto sana kwenye haya mambo mpaka nakuja kujikubali. Changamoto kwanza ninazoziona ni habari za mila na desturi, kwa sababu wamekuwa watu wakiamini habari za kwamba mtu anapokuwa kwenye hedhi kwamba hedhi si kitu kizuri. Matokeo yake yule ambaye anakuwa katika kipindi hicho anakuwa msiri na hawezi kuwaeleza na kusema hata kwa wazazi wake kitu ambacho kimempata. Matokeo yake kwa sababu ameficha, anafikia hatua wakati mwingine magonjwa anaweza akaambatana nayo kwa sababu hakutumia usalama anapokuwa kwenye hedhi. Baada ya haya mafunzo mimi bidii yangu kubwa itakuwa ni kuwezesha kutoa mafunzo katika kituo changu binafsi, kwamba kuona kwamba hawa health salama inakuwa practiced vizuri, na lakini sio hivyo tu, vile vile hata katika jamii inayonizunguka taona kwamba kupitia club ambayo nitaianzisha mahali pale kituoni pia inaweza kutoka katika kituo changu kuingia pia katika jamii inayotuzunguka, ili jamii iweze kushiriki ipasavyo katika kuweka mazingira mazuri kwa mazingira wezeshi katika health salama, lakini vile vile kuweza kuielimisha jamii kuondokana na mila potofu ambazo zimekuwepo zinazohusiana
na health salama, kwamba mtoto wa kike anakuwa akitengwa ili waweze kuondokana na mambo yote hayo. Kwa hiyo mimi nitashiriki pasavyo katika kuelimisha jamii inayonizunguka, ikiwemo kuanzisha kikundi cha club ambayo kitakuwa kinahusika katika kutoa elimu. Yaani mimi nilivyoingia tu kwenye mafunzo haya tayari nikapata wazo kwamba nitaanzia kanisani kwangu, nitaongea na mchungaji, nitamuomba anipe nafasi, nitaomba nifundishe watoto wa kituo changu, lakini pia nitafundisha watoto wa kanisani na nitaendelea kuzunguka katika mashule. Nitaanzia na yale mashule yaliyopo karibu. Kumbe swala la hedhi salama ni jambo pana ambalo linahusisha mtoto wa kike kuhakikisha kwamba anapata vifaa vilivyo safi na salama, lakini pia kuhakikisha kwamba anapata maji ambayo ni safi na salama, ambayo wakati wa kufanya usafi basi yasije yakamsababishia magonjwa. Lakini pia swala la faragha, wakati anajisitiri lazima kuwa na mazingira ambayo kidogo yanakuwa ya faragha, ambapo kwa mfano kama mlango kama maliwato yenye mlango ambao una kitasa ambacho akiwa ndani anaweza kujifungia akawa huru zaidi. Lakini zaidi sana kwamba kunakuwa na mazingira salama kwa ajili ya kutupa zile taka baada ya kuwa zimetumika, yani vifaa vile baada ya kuwa vimetumika.